Na mtazamaji wa Faida Online TV, tupo katika mtaa wa Mlimani katika kata ya Likombe, eneo maarufu kama Likonde, ndivyo ambavyo inajulikana. Tumefika hapa kufuatilia, kuna taarifa ambapo siku kadhaa zilizopita kuna tukio lilotokea kidogo limeshangaza, kutokea kwa misiba ya watoto wawili ndani ya wiki moja, ambayo misiba ambayo ina maswali ndani yake. Katika familia moja, watoto wa mama mmoja, baba mmoja, ndani ya wiki moja. Mmoja amezikwa tarehe 24 ya mwezi wa 5 na mwingine amezikwa tarehe 28 ya mwezi wa 5 kwa matatizo yanayofanana. Tumefika hapa tukazungumza na mama mzazi wa watoto hao na familia kwa ujumla kujua nini ambacho hasa kilitokea. Jina langu naitwa Habiba Mpimbita, hii ni Faida Online TV. Tafadhali endelea kubaki nasi na endelea kukaa hapo kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali kutokea hapa. Kwa jina naitwa Cecilia Mshamba Salome, ni mkazi wa Likonde Mlimani. Nini kilitokea, tuambie? Nimepoteza watoto wangu wawili. Nilisafiri kidogo nikaenda kijijini. Kijijini huko niliitwa na mama yangu kwenda kuvuna chakula mpunga. Kule tumeishi vizuri tu na hao watoto niliowapoteza wawili, nilifuatana nao. Ni wa jinsia gani? Mmoja wa kiume, mmoja wa kike. Wana umri gani? Wa kiume huyu ana miaka 12 na wa kike huyu ana mwaka mmoja na miezi 10. Ndio tuliporudi huko katika mavuno yetu, ndio mtoto wangu wa kiume huyu akaanza kuniambia, mama, kichwa kinaniuma na tumbo. Mimi nikaenda kuchukua shelado kununua, nikampatia. Nikachukua mandoo yangu nikaenda kuchota maji. Nimerudi kule nikamuuliza, vipi mbona unalala tu? Akasema tumbo inaniuma na kichwa. Tukaamua kumogesha maji kule, ikaonekana pale ndo kabisa tumempoteza nguvu mwilini. Ndo tukamchukua moja kwa moja kumpeleka hospitali ya Likombe. Akaniambia amefika pale, yani kufika tu ndani mule hodini akaanza kupiga kelele, yani kulia. Alilia kweli, hata mimi nilipofika kule hospitalini namkuta analia sana. Na akaenda kang'ang'ania baba yake. Mweka kitandani akanitundikia maji. Na dokta alisemaje kwenye vipimo? Dokta alisema ana malaria makali tena yamepanda kichwani. Akawa amefariki. Pole sana. Na wewe mwingine ilikuwaje? Nimerudi kule makaburini, kufika nyumbani, yani yule mtoto mdogo yule na yeye ndo ameshaanza kulegeza macho, amepandisha homa. Kwa hiyo na pale moja kwa moja tukaondoka naye tukaenda na Likombe. Wakatuambia, yani hapa nyinyi hamstahili kulala hapa tena, tukapata rufaa ya kwenda Ligula. Ila kadiri wanavyojitahidi wananiambia, yani mtoto wako ameshaathirika malaria makali tena yamepanda kichwani, yamekuja kuasili hadi figo. Ndo majibu niliyokapata pale. Pale nimekaa siku 4 na yule mtoto akapoteza maisha. Ni siku ngapi zilipita baada ya msiba wa kwanza mpaka msiba wa pili? Msiba wa kwanza tulizika tarehe 24, alafu kule mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5. Alafu na hiyo yote tarehe 24 niliyokampeleka mtoto Ligula. Kule nimekaa siku 3, siku ya 4 na yeye akapoteza maisha. Pole sana. Kwa hiyo kwa wiki nimepoteza watoto wawili, wiki moja. Pole sana. Hakuna mambo ya kimila yoyote ambayo pengine mnayafikiri? Tunaweza tukafikiria mbali. Tunaweza tukafikiria mpaka ushirikina tunautia kutokana na tatizo kubwa lililotupiga. Kwa jina naitwa Edita Mkuti. Natokea mtaa Likonde. Mimi ni shangazi yao. Ilikuwaje? Mara kaka yake mara anshike shati usiku, anashtukia yule kaka yake anashika shati. Wake ndicho nishika shati ni nini? Basi nani alikuwa anashika shati? Sasa tujajua sasa, yani katika usiku kipindi ule msiba uko ndani yani. Yani kaka yake kipindi anamuogesha yule Josefu. Yani anashangaa kaka wa Josefu. Kwa maana akashangaa usiku anashtukia anashikwa shati, akigeuka amoni mtu. Pana nini hapa? Unaona? Tukasema wale watoto hawakusema muda ule.
Wakatuambia tipazika tayari. Tulipomaliza akasema mtoto huyu amfanyaje? Tumeshtukia usiku wa saa 7. Tunashikwa shati huku nyuma. Tukigeuka tumoni mtoto bado anaendelea kuumwa yule Winifrida. Hatujalala kwa kweli. Hatukulala yule mtoto. Mimi nikaamua kweli hapa diwani alikuwepo diwani mwenyewe na alikuwepo na diwani ya viti maalumu. Akachukua gari yake diwani, akatupeleka hospitali ya Kombe. Mpaka daktari kaniita kanambia, huyu mtoto hii homa zote zinafanana na zile ya kwanza, kwa sababu daktari tuliyomkuta ndio yule mmoja hajabadilishwa. Akasema hii homa itakuwa pamoja kama ya kaka yake. Tunajiuliza, tunajioji, lakini jibu bado tujafanyaje? Hatujalipata, kwa sababu pigo letu tupa ni kubwa mno. Watoto wawili hata we nani. Tukajua moja kwa moja kuna chakula watoto walipewa, lakini hapo mtu lazima ujue kuna kitu watoto wamelishwa. Ndio maana wamekufa papo kwa papo. Yaani kama na sisi wenyewe kama kwa watoto bila kuharakisha kwenda hospitali kupata nguvu za sindano, aingopo na daktari alisema ungechelewesha na angekufa siku ile ile. Kwa majina naitwa Saidi Salum Sefu, diwani wa kata ya Kombe, manispaa Mtwara Mikindani. Kuhusiana na jambo la watoto waliofariki kwenye kata yangu, tulishiriki kuwasaidia, kuwapeleka na walikwenda wakatibiwa. Kwanza alianza matibabu pale kituo cha afya Kombe, lakini akapata umauti. Lakini kwa taarifa za daktari alitoa taarifa kwamba amepatwa na malaria makali, kwa sababu hata nyumbani ilikwenda ikapelekea kwamba yamepanda kichwani kwa taarifa ambayo tulipewa. Lakini hata hivyo siku tumemaliza kuzika, mimi nataka kuaga, nikapewa taarifa nyingine, tukahamishwa Ligula. Alipohamishwa Ligula alikaa takriban siku 3 siku 4, lakini ukamkuta umauti. Mengi alisemwa, lakini nilisha kusikia kwamba alipokwenda kijijini basi alimpiga paka manati, ikadaiwa paka. Lakini baadaye tukasikia kwamba ametiliwa sumu. Baadaye anasema kwamba wana ndugu wamefanya ushirikina. Kwa hiyo kuna maneno mengi ambayo yalijitokeza kwenye msiba kabla ya kumu. Lakini yote kwa yote ni kwamba chanzo cha homa yake, mimi baba mtu aliniambia kwamba mwanangu anaumwa lakini sina uwezo wa kumtibu. Kwa hiyo nikamshauri kwamba aende kwa mwenyekiti ili aweze kutibiwa. Kwa hiyo mengine alijitokeza, mimi nimekuja kusikia kama story tu. Jina langu naitwa Habiba Mpimbita, hii ni Faida Online TV.